mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuaridhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakokuwa imesomwa pale. Sasa kazi yangu mimi ni ndogo, kazi yangu ni kuzindua. Niseme tamko la kuzindua kwamba tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizaratu Shuuni Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa, na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjidil Haram na Masjidil Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajirisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin. Huko ukweli usiofichika kwamba mji wa Dar es Salaam ni mji wa Qur'an. Zamani wakati wa Ramadhani kama hii, ukipita katika kila nyumba, katika kila baraza unazojua wewe, Ilala, Kariakoo, Magomeni, Temeke, utakuta msabaka wa darsa mbalimbali za Qur'ani zinaendeshwa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa Dar es Salaam. Na ndio maana Dar es Salaam imekuwa ni tulivu na imekuwa ni yenye amani kubwa kwa sababu ya kuzingatia masuala ya kidini. Sasa hivi mchanganyiko umekuwa mkubwa na watu wamekuwa wengi kiasi kwamba
tunajisahau katika ile asili ya Dar es Salaam. Basi mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Sheikh Kaporo na timu yake kwa kuliendesha hili jambo na kulifanya kulihuisha katika nchi yetu, katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni. Baada ya maneno haya, nawatakia kila heri, tuendelee kuwa na amani nchini, na amani hizi zipatikana kwa kuungana, mshikamano bila kubaguana.